Mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli hii, karibu katika Ifahamu Teknolojia na karibu tuendelee kujifunza. Leo katika Ifahamu Teknolojia nataka tuweze kufahamu ni vipi vya kuzingatia kabla haujaenda dukani kununua TV. Kwa nini nimeamua kuizungumzia mada hii? Kwa sababu nimekutana na kesi nyingi sana za watu ambao wananunua TV kisha wakirudi mtaani kwa ajili ya kutafuta movie za kuweza kuangalia kwenye TV zao wanakuta hazikubali. Na hapa nazungumzia kwa upande wa hizi TV za flati ambazo kwa mujibu wa ambao wanaotengeneza TV wanachokizingatia ni kwamba wanataka tuweze kuendana na teknolojia zaidi, kwa maana yale masuala ya deki kwa sasa hayana nafasi. Ndio maana kwa kila TV utakuta ipo na poti 2 mpaka 3 za USB peke yake. Bado pia utakuta kuna poti ya HDMI, utakuta kuna poti ya VGA, yani kuna vitu vingi kwa maana TV kama TV inaweza ikatumika kwa matumizi tofauti. Hivyo basi, tukirudi kwa upande wa USB ni kwamba wameweka vile kwa sababu ya kutumia flash, kwa maana deki hazina nafasi kwa sasa. Kwa maana ukiwa na TV pekee utaweza kuangalia movie kwa kutumia flash. Lakini sasa kabla haujaenda kununua TV ni lazima ufahamu kwamba ni format gani ambayo itaweza kuplay kwenye hiyo TV ambayo ndio utakuwa unaipata kirahisi. Kwa maana sasa ili uweze kufahamu hivyo ni lazima ujue kwamba mtaani zinapatikana format zipi. Kama ulikuwa haujui na kusanua ya kwamba mtaani format ambazo zinapatikana ni format za AVI. Hivyo basi pindi utakapoenda kununua TV hakikisha hiyo TV ina support AVI, na kama haisapoti basi ni vyema ukaweza kuachana nayo, kwa sababu pindi utakapokuwa unahitaji movie inakubidi kila movie lazima uweze kuiconvert ndio uweze kutazama kwenye TV yako, kwa sababu movie nyingi zinakuja kwa mfumo wa AVI na wewe labda TV yako ndo haiwezi kuonesha hiyo format. Unafikiri ni kipi ambacho itabidi ukifanye kama sio kuweza kuconvert? Format ya pili ni format ya MP4, format ya tatu ni VOB na format ya 4 ni MPG. Ila hii MPG ndio MP4, kwa maana kama itakuwa ina support MP4 na MPG pia inaweza. Kwa nini nasema MP4 na MPG? Kwa sababu kama utataka kudownload movie kutoka kwenye YouTube ama kwenye internet, tambua hiyo movie utadownload kwa mfumo wa MP4, na kama TV yako haiwezi kuonesha MP4, kwa maana hizo movie hazitaweza kuonesha kwenye TV yako mpaka nazo uweze kuziconvert ziwe kwa mfumo wa AVI. Kama TV yako ina support AVI ndio utaweza kutazama, ama kama ni support format nyingine ndio hiyo. Na kwa nini nasema VOB? VOB zipo baadhi ya CD ambazo wanazibani zikiwa kwa mfumo wa VOB, kwa maana kama TV yako haisapoti VOB, ukiplay movie za VOB ambazo ndio zinakuwa na quality kubwa sana, zinakuwa haziwezi kuplay. Hivyo basi kama pindi utakapotaka kununua TV hakikisha hiyo TV ina support AVI, MP4, MPG na VOB. Hizo zingine zilizobakia hata kama hazitokuwa nyingi sio muhimu sana, kwa sababu video nyingi ambazo utakazokutana nazo kwenye library zipo katika format ya AVI. Kwa mfano wale ambao wanapenda series ambazo zimetafsiriwa, basi series karibia zote zipo kwa mfumo wa AVI. Wale ambao wanaopenda movie sana labda hizi za kibongo, nyingi zile zipo kwa mfumo wa VOB.